kisichokuwa na kiongozi. Na hiki kikundi ni kikundi ambayo ni wao wenyewe wamejadiliana. Ni kama uniambie katika taifa letu la Kenya kuna watu ambao wanaoishi katika taifa hili lakini hakuna kiongozi. Wakajiambia wenyewe ya kwamba inatubidi tutafute kiongozi. Na katika kutafuta kiongozi, kila yeyote ambaye ako katika pengo ama nafasi yake ako na kazi yake. Na kwa sababu walikuwa wanataka wapimanishwe, kwa sababu kama kanisa kuna watu ambao ni watabaka mbalimbali, wako katika eneo tofauti. Kuna mwimbaji ako mahala pale, kuna mwimbaji mahala pale, kuna mtumishi wa Mungu, na vile vile kuna mtu wa umle duniani. Maandiko inasema ya kwamba wao wenyewe akajadiliana. Watu walikuwa wanapewa mifano ya miti. Jina la Bwana lipewe sifa. Na watu wanapewa kwa mfano wa nyika. Yaani ni maeneo ambayo hakuna nini? Hakuna ujenzi wowote, ni nyika. Yaani ni jangwa. Kwa maana maandiko yanasema ya kwamba tazama nimesikia sauti nyikani. Inasema nini? Inasema ya kwamba itengenezeni njia ili Bwana afanye nini? Ni sauti ambayo Mungu anayezungumza ndani ya watu wasiomjua Mungu. Na hao watu wakakaa chini wakasema tutafanyaje? Nataka nikuje hapa ya kwamba wakati walipoketi chini wakaangalia mtu mmoja, mtu wa maana sana katika kanisa, ni mwombezi. Wanataka kumtoa katika uwepo wa Mungu atembee katika sheria ya wanadamu. Mtu wa pili ambaye aliyekuwa pale ni mwimbaji. Wanataka kumtoa katika uwepo wa Mungu ili akae katika sheria zao. Ile mafuta watakaye mwagia ni mafuta wa aina gani? Kwa sababu mti wa mzeituni ndio ile ambaye ni the olive tree, ndio ile ambaye ako na mafuta matakatifu, ambaye inayotumika, inayoheshimika, yani inayopendezwa na Mungu na wanadamu. Lakini ule mti ukakataa sheria ya wale watu, kwa sababu wakati atakuwa juu pale, kiburi kitaingia, ile kujipendekeza kitaingia. Sasa yule mtu hatakuwa tena na maana. Na ndio maana nikarejelea tena ili tupate kuingilia deeply. Mtu mwingine ambaye ninaopendezwa nayo ni ule mtu wa mzabibu. Maandiko yanasema kwamba wakati alipoletwa pale, mbona hakwenda kwenye mti mwingine ambao hazina maana? Wakaenda kwa mtu wa mzabibu wakamwambia, tafadhali tunaomba ukuwe kiongozi wetu. Kwa maana ukikuwa kiongozi wetu tutapata kitu fulani. Lakini ule mtu akasema, mimi sitakuwa juu yenu. Kuyonga nina maana anakuwa pale juu. Wale watu watakuwa chini yake wanamwinamia. Lakini alikataa kitu kama hicho. Akasema mimi binafsi nitakaa katika position yangu ili niendelee kufurahisha watu, ili watu waendelee kukula matunda yangu, ili watu waendelee kufurahikia, kwa sababu mimi kumbe niko na maana mbele za watu, lakini sio mbele yenu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtu mwingine wa tatu ni mgani? The fig tree. Wakati alipoona ya kwamba mimi mwenyewe sitaki kukaa katika ile position ama kukaa chini ya watu, kitu ya kwanza Mkristo atakaa kiburi, kwa sababu wakati ataingia pale kwenye ile hatua na kuambia ukweli atapotea, na ile utukufu wa Mungu ambaye Mungu aliweka juu yake itaondolewa. Ina maana kwamba hatembei katika utukufu wa Mungu. Wakati unapotembea katika ubinadamu, it means that you are out of God's way. You are leading people for non-wisdom. But when you are there, stand on your position. It doesn't matter ya kwamba wewe sio maana, lakini as you sit there, as you sit down there, you have a purpose in the face of God to listen and hear, and then you spread this word outside. When you go and you begin to teach them as you receive here, it means that you heal many. Praise be the name of the Lord. When you heal one person, it means you heal 10 people. When you heal 10 people, it means you heal 100 people. Praise be the name of the Lord. And that's why the Bible says that one is important in the face of God. One is important in the kingdom of God. When he came and received Jesus, when he came and get saved, it means that Mungu anapenda yule mmoja kuliko wale 100. Na hao watu wanne, wale watu watatu wakakataa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa.
Kwa nini walikataa? Wakati unapotoka katika uwepo wa Mungu, eti unatarajia sasa mtu akuweke pale juu heshimike. My friend, kwa nini maandiko nasema ya kwamba one woman can never serve two masters in the same time? Because hakuna vile utaniambia this is my husband, this is the other husband, and I have to serve you in the same time. No. Sometimes unaweza ukamtumikia huyu achukie. Unaweza kumtumikia huyu akasirike. Na hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Ina maana kwamba wakati Mungu anatake position in your life, the devil now naye pia akopale anasema I have to take my position on you. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao watu watatu wakanifurahia. Ina maana kwamba wakaona wakiwekwa pale juu utukufu wa Mungu itaondoka. Hawatakuwa na maana. Utukufu wa Mungu itapunguka ndani mwao.